Naitwa Pili Kafuye. Niko naishi hapa zaidi ya miaka 5, lakini ni mmiliki wa hili eneo tangu mwaka 1977-78. Enzi ya kilimo cha kufa na kupona wakati wa Mwalimu Nyerere. Tulikuwa na marumbano na Paulina Ndunguru ambaye sasa hivi mlisi wake ni msimamizi wa mirathi, anaitwa Zawadi Ndunguru. Amepata ushindi wa mahakama ya rufani ambayo kulikuwa na utekelezaji ambao ulitoka mahakama ya ardhi wilaya Mwananyamala. Mkuu wa wilaya alikuja, niliwekewa notisi ya ekari 5 kuja kuvunjiwa ekari 5.5. Alivyokuja hapa alivyoiona ile notisi ya ekari 5.5 kuangalia kesi ya msingi ilikuwa ni ekari 1.5. Kwa hiyo akasema hili zoezi halitekelezeki kwa sababu vinatofautiana. Alikuja na mtu wa ardhi. Mtu wa ardhi alivyokuja kuangalia hili eneo akaona kuwa limesajiliwa tangu mwaka 2001. Usajili wake ni shamba namba 3428. Akawa amemweleza mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya akasema eneo hili halitekelezeki, kwa hiyo yeye anawajibika kuandikia mahakama kama eneo hili halitekelezeki, moja kutokana na notisi iliyowekwa ambayo ni ekari 5.5 badala ya ekari 1.5, na isitoshe ili eneo limesajiliwa. Lakini mkuu wa wilaya hajafanya hivyo, akawa nisisitiza kuwa niwe na maridhiano na huyo Zawadi, ambayo mimi naamini kama ni tapeli. Anataka kunitapeli eneo langu kwa sababu yeye kwanza manunuzi yake, hizo dokumenti zake zinaeleza kama amenunua ili eneo la ekari 5.5 mwaka 1989 na muhuri wa kata imegongwa kwenye ile dokumenti. Sasa wakati huo mamlaka hiyo ilikuwa haipo, hiyo mwaka 1989. Sasa imekuwaje kuna huo muhuri? Hapo tu inakuonyesha kama huo ni utapeli. Sasa inakuwaje mimi niridhiane naye nimpe sijui ekari 1.5 na itoa wapi? Kwa sababu hili eneo limesajiliwa. Sasa juzi mwenyekiti wa serikali ya mtaa ananipigia simu. Sijapigiwa simu na OCD wala mkuu wa wilaya, nimepigiwa simu na mwenyekiti wa serikali ya mtaa kunijulisha kuwa huyo Beatrice atakuja, sijui ndo tarafa, atakuja sijui na OCD hapo kwako, yani wangekuja jana. Mimi jana sijatoka, sikujua wanakuja kwa lengo lipi. Jana sijatoka, nimeshinda hapa sijawaona, na nikampigia simu kama mbona hajaja, akasema na mimi sijui. Sasa mimi nina matatizo yangu kiafya, ikabidi leo nitoke kwenda hospitali. Niko njiani napigiwa simu kama kwako wanakuja OCD na sijui na maaskari. Nasikia maaskari sijui 5 sijui ngapi, mimi sikuwashuhudia. Wamekuja wakavunja mlango, wakavitoa vitu vyote kama mnavyoona hivi. Sasa mimi naiomba serikali nisaidie. Kwanza wachunguze mwenendo wa hii kesi ilikuwaje, kwa sababu hakuna baraza hata moja la ardhi waliokuja wakati wa kesi kuja eneo la tukio kushuhudia, kuhakiki kama eneo hili ni la nani. Hawajawahi kuja, sana ni kata. Baraza la wilaya halijawahi kufika, mahakama kuu haijawahi kufika, mahakama ya rufani haijawahi kufika kuhakiki. Na pia wangehakiki ile dokumenti aliyonunulia yule mtu, mbona ina mihuri feki? Sasa hapo haki ya mtu iko wapi? Mimi nataka kupoteza haki yangu wakati shamba hili limesajiliwa tangu 2001
na mpaka ardhi kule ipo. Sasa mwenye haki hapo ni nani? Wamejitahidi watu wa ardhi. Nilivyoenda kwa kamishna akaweka zuio, na barua ninayo ya zuio pamoja na kuwa ni kamishna, kuwa hapo pasifanyike chochote mpaka wao ardhi waje wajiridhishe kama ili eneo limepimwa, alafu ndio mambo mengine yaendelee. Wanataka kujua huyu anayedai ekari 1.5, hiyo ekari 1.5 imo ndani ya eneo lililosajiliwa au liko nje ya eneo lililosajiliwa. Hiyo haijafanyika na kuja kuvunjiwa na kuja kutolewa vitu kama hivyo. Mimi nachosema nitafia hapa nje na vitu vyangu, kama kunyeshewa, kama kufanya nini, mimi kama haki yangu nanyang'anywa, mimi nitafia hapa nje. Mimi naitwa Abdul Yahya Kafuye, ni kijana wa mama Pili Kafuye ambaye anapata misukosuko hii ya kutolewa vitu ndani ya nyumba yake, ambapo leo hii kwenye mida saa 6 mchana napita hapa jirani na mama, nakuta kuna kundi la watu wakiwa wameongozwa na askari OCD toka Gogoni, wakiwa na askari takriban kama 8 wakiwa na bunduki, wakiwa wanawasimamia watu ambao walikuja wakavunja mlango wa anapoishi mama kwenye nyumba yake, then wakatoa vitu vyote vilivyokuwa ndani. Lakini mimi nilivyowauliza kabla hajaanza hilo zoezi kwamba kuna nini kinachoendelea, wakaniambia wao wamekuja kwa ajili ya kutaka kutoa hivi vitu. Nikamwambia sasa ngoja nimpigie mama simu ili niweze kujua nini kinachoendelea. Lakini nilipompata mama akaniambia nageuza, alikuwa anaelekea hospitali, nageuza na kuja sasa hivi hapo, waambie wasifanye chochote. Lakini wao wakaendelea na zoezi lao la kuvunja mlango na kuingia ndani, kuvunja milango ya ndani na kutoa vitu vyote vilivyokuwa ndani. Baada ya hapo wakaweka kufuli kwenye gate, kwenye mlango, na kutoa mulu mara moja eneo hili tusionekane, tuondoshe na vitu vyote vya mama. Sasa baadaye mama amekuja, ndio kama vile anavikuta vitu vyake viko nje na anaamriwa asikae kwenye ile eneo, na hivyo vitu vilivyotolewa viondolewe katika ile eneo lake. Hicho ndio nilicho kishuhudia. Lakini tunaiomba haki itendeke. Huyu mama tuko hapa katika eneo hili toka mwaka 1977. Wakati ule shamba limepatikanika wakati kilimo cha kufa na kupona, enzi za Mwalimu Nyerere. Na Mwalimu Baba alilipata eneo hili kutoka kwa serikali ya kijiji wakati huo. Then mama akaliongezea ili eneo kwa kununua kwa mzee Mpenda Kula eka 3, akanunua na kwa Sebastian Matias eka 2. Na likasajiliwa mwaka 2001 eneo hili lote la eka 10 na robo kama shamba moja la familia. Na wizara, kamishna kama wiki 2-3 alitoa barua kumweleza mkurugenzi eneo hili lisifanywe chochote mpaka watakapokuja kulitambua. Je, huyo anaosema eneo lake hili liko ndani ya usajili huo uliosajiliwa mwaka 2001 na Wizara ya Ardhi au ni eneo jingine? Nimepata ufafanuzi ofisini hapa kwa hiyo shauri la huyo mama kwa Pili Kafuye huyo. Hilo swala lilikuwa mahakamani. Wameenda mahakamani huko, baada ya kwenda mahakamani huyo ambaye wanadaiana na huyo walikuwa wanadaiana mahakamani na huyo Pili Kafuye akashinda kesi. Kushinda kesi wakatafuta madalali wakapewa kazi kwa ajili ya utekelezaji. Sasa kikawaida unajua huwa wakipewa hiyo ya utekelezaji wa mahakama huwa wanapaswa wapeleke kwa RPC amshushie OCD kwa ajili ya kusimamia utekelezaji. Utaratibu wa ofisi zetu za mkoa wa wilaya, kwa ofisi za mkoa wa wilaya kwa maana ya Dar es Salaam, tulijiwekea utaratibu kwamba hawa watu wote hata wakipata tuzo hizo za mahakama wasiende kufanya utekelezaji huko bila kupita kwenye ofisi zetu, ili na sisi kuona kwamba kinachotekelezwa ni sahihi, kile ambacho kime kwenye hukumu. Lakini sisi hatuna mamlaka ya kuzuia kwa sababu ni amri ya mahakama. Huyo mama alikuja ofisini na mwanzo kulikuwa kuna kama utata inavyosemekana, yani kwamba ilikuwa haijulikani ni eneo lenye ukubwa gani ambao linatakiwa huyo mama aondolewe. Kuja kwenye ofisi zetu sisi tukawaambia wale watekelezaji kwamba jamani, mbona kama bado kuna ambiguity kwenye hii ya eneo, ukubwa wa eneo, kwenye ukubwa wa eneo wa utekelezaji wa ile ambao wa mahakama imeamua.
Nasema eneo linalotakiwa kutekelezwa ni la ekari 1.5, ikiwepo eneo ambao nyumba hiyo imejengwa. Kwa hiyo walienda kwa RPC, wakatoa RPC wakaenda kwa OCD kwa ajili ya kusimamia utekelezaji. Nini kipo, kama kuna zuio, kama kuna nini, sisi hilo zuio hatujaliona. Kesi ilianza 2015 mpaka sasa hivi ni miaka 11 kasoro. Kesi imeanza na baraza mpaka mahakama Court of Appeal, mahakama ya mwisho, majaji watatu. Mama tuko mahakama kuu, yeye akawa anajenga hapo. Akazuia na ile eneo lilikuwepo lina stop order kisifanyike kitu chochote. Lakini mama akawa anajenga. Umenielewa vizuri? Nakupata. Kwa hiyo kesi ikaanza kusikilizwa, kesi nikapata hukumu ushindi wa kwanza, nimepata ushindi wa pili, nimepata ushindi wa tatu mpaka ushindi wa mwisho. Na ukafanyika utekelezaji, sawa? Kwa sababu hilo eneo lote lina eka 5.5. Sawa? Ekari 1 yeye na nusu ndio alikuwa ameivamia, ambaye kesi ilikuwa mahakamani. Sawa? Kwa hivyo mimi nimeshinda kesi na alipewa wiki 2. Kesi ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 8. Alipewa siku 14 mahakama awe amejiondoa mwenyewe na hiyo nyumba au amevunja mwenyewe nikabidhiwe eneo.